naitwa Othman Shem, ni katibu mkuu wa shirikisho la vyama vya tiba asili Tanzania, ambaye nilichaguliwa kuandaa mfumo wa shirikisho, uongozi wa shirikisho na kusimamia uchaguzi wa viongozi nchi nzima kwa muda wa mwaka mmoja. Baada ya mwaka mmoja zoezi halikukamilika, tulienda Wizara ya Mambo ya Ndani. Kule Wizara ya Mambo ya Ndani vyama vilipewa waraka kwamba vifanye uchaguzi kupatikana viongozi wapya watakao shiriki uchaguzi mkuu wa shirikisho. Kwa bahati mbaya vyama vyenyewe havijafanya uchaguzi mpya na kuleta viongozi wapya. Kwa moja tatizo liko pale, kwa nini uchaguzi haufanyiki? La pili ni quorum. Katiba ya shirikisho imeeleza wazi kuna wanachama wa aina tatu. Kuna mwanachama kama chama, na kuna mwanachama kama chama kama mtu mmoja mmoja, mganga mmoja mmoja, na kuna wanachama wa heshima. Sasa katika uchaguzi wa shirikisho viongozi wanatakiwa watoke mikoa yote ya Tanzania bara, ambao quorum yake ni watu 275. Sawa, ambao ni viongozi wa mikoa, na kazi hii walipewa kwa mikoa kusimamia uchaguzi wakishirikiana na viongozi wa kitaifa waliochaguliwa kusimamia uchaguzi huo. Lakini zoezi hilo halikukamilika. Baada ya miaka miwili iliitishwa halmashauri kuu. Halmashauri kuu kwa mujibu wa katiba ina uwezo wa kutoa maamuzi kwa niaba ya mkutano mkuu, na baadaye mkutano mkuu hujakubalika. Kwa mkutano wa halmashauri kuu baada ya kuona zoezi halijakamilika iliwapa viongozi miaka 5 ya kuendelea kukamilisha viongozi wa mikoa. Baada ya hapo zoezi kama bado ni gumu, fedha ni hakuna, na zoezi ni gumu, na hata wakuu wa mikoa ni wachache walioleta viongozi pekee. Viongozi wengi wa shirikisho kwa kweli wamefilisika kwa sababu walikuwa wanatumia fedha zao. Na kutokana na hivyo viongozi wengi hawana dhamira ya kwenda kubaki madarakani. Tunahitaji vijana waingie madarakani kwa sababu viongozi wengi wa vyama ni wazee ambao hawezi kuendana na mfumo wa sasa hivi na spidi ya sasa hivi. Kwa hiyo ushauri wangu, hata vyama vinapochagua viongozi wa vyama wachague vijana. Wale viongozi wao ni washauri kwa vijana. Hali kadhalika na kwenye shirikisho wale wenye sifa za kugombea ambao watakuwa ni wanachama hai kutoka mikoa yote, tunapendekeza sana tupate vijana ili waweze kuendana na kasi ya mfumo uliopo, na wazee waweke kwa washauri. Kwa kweli changamoto ni fedha za uchaguzi, na ndio tuliomba serikali, kwa sababu hata mara ya kwanza uchaguzi wa shirikisho hakuna mganga hata mmoja aliyetoa shilingi moja. Serikali ilitoa fedha yote ya uchaguzi. Kwa hiyo tulikuwa nadhani kwamba iendelee kudhamini kutoa fedha za uchaguzi. Lakini tukitegemea waganga, vyama vingi havina fedha, uchumi ni mbaya. Tukitegemea vyama, uchaguzi utachukua muda mrefu. Serikali iingilie kati, hiyo utoe fedha, uchaguzi ufanyike. Vyeti vingi mara nyingi wanapewa wenye viti wa vyama. Wenye viti wa vyama kienda kuuza vyeti, fedha hazirudi ofisini. Na wengine vilivyo vingi sasa hivi vinavyouza ni vyeti feki, wanatoa photocopy. Vyeti original hawabipo, hatutoi. Yaani vingi ni vyeti feki. Kwa kama wanaosema hao ni kweli, na mimi nasikia, na kuna baadhi ya watu tumewakamata Songea, Mwanza, Tabora wakiugushi vyeti na wamechukuliwa hatua za kinidhamu. Hao tumewabaini, lakini wako wengine ambao hatujawabaini. Vyeti vilivyotoa copy ni vingi, lakini kama shirikisho hatutoi vyeti kwa sasa hivi. Kwa hiyo swala la fedha hizo ambavyo wanauza vyeti sio wanachama. Wengi tu ni wahuni tu wanauza vyeti. Wanatoa photocopy, wanauza kujifanyia fedha. Ni kama ni uharibifu kama uharibifu wengine. Na tunaomba serikali vile vile itusaidie, tupe nguvu kwa kamata uharibifu. Kwa sababu vyeti original sisi hatujavitoa sasa hivi. Vingi unaposikia vinatolewa mitaani wanapata picha ya shirikisho, lakini sisi hatutoi, ila wanatoa kopi ya vyeti vya shirikisho. Wengi wanaopiga kelele kwamba shirikisho halifanyi kazi, shirikisho limekaa muda mrefu, wengi wanachama ni wale waliokuwa hawana nidhamu, waliofukuzwa shirikisho, na wengi walikuwa viongozi. Yaani wengi wanapiga kelele walikuwa viongozi wa shirikisho wa wilaya, viongozi wa shirikisho wa mkoa, lakini wakafukuzwa kutokana na utovu wa nidhamu. Sasa hao ndio wanapiga kelele. Na wale wengine ambao sio wanachama, ili mwanachama lazima uwe na katiba na uwe na kadi na ulipie kadi yako kuwa hai. Lakini kwa na kadi ambayo hailipii, wewe sio mwanachama. Waganga wa tiba asili tuondoe tofauti zetu, tuungane, tulijenge shirikisho moja kama one umbrella. Utitiri wa kwa sasa hivi kuna vyama zaidi ya 28. Huu utitiri wa vyama unafanya tiba asili iwe dhaifu, isiwe na mshikamano. Kwa watu waingie shirikisho, wapate kadi, wanunue katiba
ili shirikisho liwe na fedha za kuweza kufanya uchaguzi, na vile vinasisitiza wagombee vijana, wale wazee wa mwaka 72 mpaka sasa hivi waende kwa washauri ili kuwajenga vijana ili waweze kwenda na kazi sasa hivi. Tunahitaji fedha, serikali tusaidie fedha tufanye uchaguzi. Si wenyewe tumechoka, tumefilisika, tunatumia fedha zetu kula mikono. Tunahitaji kwanza waingie vijana wapya, mawazo mapya, spidi mpya, na wanaendana na teknolojia sasa hivi. Waganga wengi wa tiba asili kutumia teknolojia ya sasa hivi ni ngumu. Na sasa hivi kwa tiba asili kuna lugha za kigeni. Watanzania wengi waganga tunajua Kiswahili na Kimakonde, lakini lugha ya kigeni wengi hatuna. Lakini kidhani kwa vijana wakisoma tiba asili, kwanza ameenda shule. Tuna wanafunzi wengine wa waganga ni graduates, wengine wana diploma. Tungependa wangeshika nafasi, naweza kutusaidia. Mimi nadhani serikali, kwa sababu yenyewe ndio iliyofanya uchaguzi. Kwa sababu sijajua kwa nini, inawezekana labda budget yao ni ndogo au swala tiba asili haipewi uzito na ustahili kama wizara nyingine, kwa sababu tiba za kisasa zinapewa fedha kila siku, lakini kwenye upande wa tiba asili nadhani ile elimu ya kikoloni ilizidi kutuathiri sana. Wengi tunaiona tiba asili kama ni ushamba, imepitwa na wakati. Kwa hata viongozi wengi walioko serikalini wengi hawaipendi tiba asili. Moja. Pili, viongozi wengi kwenye upande wa tiba asili hatuna kiongozi anaweza kutusemea, hatuna mbunge, hatuna waziri. Kwa mtu wa kupush kupata pesa hayupo. Kwa wanakaa wenyewe. Katibu mkuu ametoa ufafanuzi akionyesha kwamba baadhi ya malalamiko yanayotolewa na wadau si halali. Sasa wewe kama mdau ndani ya shirikisho hilo, tunaomba kufahamu una maoni gani juu ya uongozi wa shirikisho la vyama vya tiba asili Tanzania? Kimsingi shirikisho letu kwenye uongozi upo dhaifu, ambao kama alivyosema kwamba muda wa viongozi umepita na umekiuka hata taratibu za maazimio za wanachama wa shirikisho. Kwa mfano, toka shirikisho lilipoundwa na serikali 2018 nafikiri, ulipewa mwaka mmoja wa kuleka sawa shirikisho, muda ule ukapita, kaongezewa miaka 2, baadaye kaongezewa mitano, muda yote imepita. Lakini muhimu zaidi la mwisho, mwaka 2023 kuliitwa kongamano la vyama vya waganga ambalo liliitwa na Baraza la Tiba Asili Tanzania, la chombo cha serikali. Kwa hiyo katika mmoja ya azimio, bahati nzuri mwenyekiti wa shirikisho pia alikuwepo, mweka hazina Mama Nuru Ngachalo pia alikuwepo, ikapatikana azimio la vyama vya waganga na shirikisho kwamba ufanyike uchaguzi mkuu wa shirikisho ambao tutashirikisha wanachama wake wote. Nafikiri muda ulitolewa kama wa miezi 6. Lakini toka hapo 2023 mpaka sasa hakuna kauli yoyote inayotoka kwenye viongozi wa shirikisho kuambia wadau kwa nini uchaguzi haufanyiki, kwa sababu ipi. Kwa hiyo ndo maswali yanakuwa mengi. Lakini sababu hizo kama zinazozungumza na kiongozi mtendaji wa shirikisho kwamba ukosefu wa fedha, hilo sio hoja ya kuzungumza kwenye vyombo vya habari. Itakiwa aitishe wadau wenyewe, yani vyama wanachama, kusema kwamba tunakwama kufanya uchaguzi kwa sababu tunakosa fedha, au tumekwama kufanya uchaguzi kwa sababu vyama wanachama wetu hana sifa. Hivyo wanatakiwa vyama waambiwe ili tujue. Lakini swala la fedha, kama wanavingishirishwa vyama, uwezekano mkubwa wa fedha zingepatikana na uchaguzi ungefanyikana. Lakini hapa inaonyesha kwamba viongozi waliokuwepo madarakani hawana nia thabiti au ya ukweli na kutaka uchaguzi ufanyike. Kwa sababu ingekuwa nayo uchaguzi ungeweza kufanyika. Na ndio maana wanakuta hata vikao kuita vya vyama kuja kuzungumza, sio kwa sababu ile uchaguzi tu, hata vingine sasa vifanyiki. Kwa sababu hofu kubwa ni hiyo kwamba watu watafanya mabadiliko au kufanya mapinduzi. Kwa mfano sisi shirika la tiba asili madawa asili TAMETO, sisi tunaliunga mkono sana shirikisho liwepo na miaka yote mpaka sasa. Lakini katika hali hii ambayo tunaona kama aliendi sawa kwa kupitiza kwa muda huu wa viongozi kwa madarakani, na ukweli na mwenyekiti mwenyewe Lutenga aliahidi kwamba yeye hatogombea pia. Lakini anaweza pia kugombea kwa sababu ni yake ya kila mwanachama, lakini ukweli muda umepita. Kwa hiyo muda umepita na wanastahili viongozi wale waitishe mkutano ili uchaguzi ufanyike. Au pili, wasiseme tu kwamba wamechoka au mtu anaonyesha kwa fedha zao. Mimi nasema kama wamechoka wametambua jambo zuri sana.
lakini wasisubiri mpaka huko itokee miujiza ya Mungu. Mtu ameona amechoka, yajiuzuru tu. Na sasa kwamba sasa hivi shirikisho lina viongozi watatu baada ya makamu mwenyekiti pia kufariki kwa shirikisho, miaka sasa mitatu nafika au minne, lakini nafasi haijajazwa. Kwa hiyo nalo ni tatizo hilo. Natoka kufariki kwake hakujawahi kuitishwa kikao chochote au mkutano wa vyama kwamba tukajadili kwa nini makamu ashaondoka, nani awe mbadala. Hilo swala hilo alipo. Kwa hiyo tukiacha masuala mengine hata ya nje kusema sio labda matumizi ya fedha, sio nini, hivyo vitu wote sisi hatuvihitaji. Sisi kwanza tunahitaji mabadiliko ya uongozi. Ufanyike uchaguzi, upatikane viongozi ambao watachaguliwa na chama. Alafu la pili, shirikisho na pia kuviambia vyama wenzetu ama watambue shirikisho sio chombo cha serikali. Chombo cha serikali ni Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala Tanzania. Shirikisho ni shiriki ambalo limesimamiwa tu kiushauri kuundwa na serikali. Sio chombo cha serikali kistahiki kupewa hata shilingi au ruzuku. Hayo ni mahaba tu ya serikali. Na ukiona mawasiliano mazuri serikali itakupa. Lakini kama hamna mawasiliano mazuri huwezi kupata. Kwa hiyo wasiamini kama serikali imeitupa shirikisho. Hiyo sio kweli. Serikali haiwezi kuitupa shirikisho kwa sababu kutoa fedha sio za Wizara ya Afya kupeleka pale, hiyo sio kweli. Hata kama tutapewa na shirikisho lipewa mwandae labda siku ya Mwafrika au siku ya utamaduni, siku ya tiba asili au maonyesho, ile serikali inatoa kwa mapenzi tu. Lakini serikali inaweza kufanya wenyewe kwa kutumia baraza lake la tiba asili au ikichagua chama kingine chochote kifanya jambo lile. Kwa hiyo sio tatizo kwamba waseme kwamba serikali imeiacha kutoa ruzuku, hiyo sio kweli. Serikali ilifanya mwanzo ilipoundwa shirikisho, ndio maana alijitolea masuala ya ofisi, wakajitolea hata pesa za stationery ili pale mwanzo mwaka mmoja ili likae sawa, ili shirikisho jipange. Hiyo ni pia ilikuwa ni shukrani kubwa. Lakini baada ya hapo shirikisho lenyewe lina wanachama ambao kama sisi vyama vyake na pia na wanachama mmoja mmoja. Shirikisho linauza vyeti. Kwa hiyo fedha zinaweza kupatikana. Kwa hiyo kama mambo yaendi, shirikisho lirudi kwa wadau wake wanachama. Kwa tunakwama hiyo, hatuna ofisi, tunakwama hiyo, hatuna fedha za uchaguzi, hatuna fedha za maendeleo. Na mimi naamini hili swala yote ufumbuzi ungepatikana. Alafu hata hizo fedha zingine zinazotakiwa kutoka kwa serikali, tunasikia leo sio NIMR amepewa, SUA amepewa, vile wana haki kupewa kwa sababu vile ni taasisi za serikali. Kinachotakiwa shirikisho au na vyama vingine kuandika michanganuo ili kuomba kwa wafadhili mbalimbali au kupitia wizara, hata kupitia Baraza la Tiba Asili kuomba hata sisi kama shirikisho tuna jambo hili tunataka kufanya utafiti, kwa hiyo tunaomba mtusaidie. Kwa hiyo ichukue proposal ipelekwe kwenye wizara, wizara inaweza ikatujibu au baraza inaweza kujibu au kutafuta mfadhili mwingine. Lakini serikali au baraza halina wajibu kabisa la kutusaidia shirikisho au vyama vingine. Kila uongozi una mazuri yake na una udhaifu wake. Hakuna uongozi utakuwa sawa sawa. Kwa hiyo huenda labda pamoja na mazuri pia uongozi wetu uliofanya, lakini labda kuna mambo ambayo sio mazuri, wanachama wanaweza wakaoji. Kwa hiyo lina pia linaweza kutia shaka, labda mpaka wajipange wakishe nani atakaa, labda kulinda kitu cha maslahi yao. Na pili, sisi tunasema shirikisho kwa sasa hivi linapoelekea linahitaji kupata viongozi wenye upeo na weledi bila kujali jinsia au mwanamke au mwanaume, na bila kujali sio kijana au mzee. Shirikisho linahitaji kuwa na vijana kwa sababu hata hao walikuwepo waliingia kwa vijana, lakini hakuna mabadiliko yote au ndio mpaka tulipofika hapa. Ni vijana walikuwa, sio kwamba walikuwa wazee. Kwa hivyo inawezekana pia hata mtu wakawa vijana lakini wasifikishi katika ile ahadi tunayokusudia. Tunaweza tukawa na viongozi wazee tukapata uongozi mzuri zaidi, au tukapata kiongozi mwanamke akawa mzuri zaidi, au tukapata kiongozi kijana akawa mzuri zaidi. Kwa hiyo mimi na imani kwenye shirikisho na wanachama wake wapo wazee, wapo vijana, wapo wanawake ambao kwanza wana hofu ya Mungu, wengine waadilifu, pia wana elimu na wanaweza kutatua shirikisho. Lakini tuseme kwamba lazima awe kijana, hiyo sio kweli. Vijana sio kwamba ndio ajenda ya maendeleo siku zote duniani. Maendeleo yanatokana na mtu mwenyewe, awe mzee au kijana, bali ana nguvu. Kwa hiyo sisi hatuhitaji kuwa na kijana tu au mzee au mwanamke yoyote. Baada ya kwa vyama vitaona huyu anatufaa, basi aendelee achaguliwe. Hata wao wakiwa kama waadilifu katika hata wale waliobaki watatu,
Tunaona kuna wengine waadilifu wanaweza pia hata tukafanya uchaguzi wakarudi wao au wasirudi. Kwa hiyo ile sio kwamba lazima awe kijana, hiyo sio, huwezi kuwapangia watu awe kijana au mzee. Swala kubwa ni uchaguzi ufanyike. Kwanza sisi kama TAMETO ambao ni wadau au wanachama wa shirikisho, tungiomba kabla ya uchaguzi shirikisho itishe vyama vyote ambao na wanachama wake kwamba tulijadili swala hili, kwa nini uchaguzi haufanyiki, ili hata kama kuna vyama au wanachama kama wanavyodai kwamba hawana sifa vielezwe pale, ili swala hili watu wajisaishe, uchaguzi ufanyike. Kwa sababu hii agenda imetoka watu wanao kutoka Dodoma kwamba baada ya miezi 6 mwenyekiti atatangaza swala la uchaguzi. Kwa hiyo kukaa kimya maana yake kama kuwakiuka wanachama wote wa shirikisho waliokuwepo Dodoma, tuwepo na sisi na hata wale wadau wa Baraza Tiba Asili ambao ni chombo cha serikali, kwamba kisheria hawana nguvu ya kulazimisha, lakini ndio wadau wa serikali na tunaofanya nao kazi. Kwa hiyo wanatuangalia, wanaona kama pia tumeipuuza serikali. Kwa hiyo huwezi kutegemea kwamba utapata support wakati yale pia mlazimia mbele ya baraza ambayo viongozi mbalimbali walikuwepo, Wizara ya Afya au TAMISEMI walikuwa mumule na hadi zile vyombo vya habari vimeandika, alafu leo utekelezi. Serikali haiwezi kukusaidia chochote.